naitwa Anthony Joseph Giriti. Mimi ni mkazi wa Inyonga, wilaya Mlele. Lakini nilikuwa ndani ya basi ambalo lilikuwa linatoka hapa kwenda Majimoto, kampuni la Matias. Tumetoka pale stendi, ule mwendo tu wa stendi, kuikata ile winga ya kuja kwenye kutokezea kuja barabara ya kutokea kwenda Tabora Mpanda, ilionyesha kwamba dereva yuko spidi sana. Amekuja kupiga ile bamuzi ya pale kati, inaonyesha kabisa kwamba gari anawahi. Paka mimi nikajiuliza, mbona dereva anakimbia? Nikawaza ndio maana wataalamu wanasema kuna dereva aina ya kenge na kinyonga. Tulikuwa na dereva aina ya kenge kwa sababu hapa sio kwamba labda ni kimetokea kitu. Ameishindwa kuirudisha kwenye barabara kwa sababu ilikuwa spidi. Maana nilikuwa mbele. Kwa hiyo wakati inayumba nilikuwa ninaiona kabisa kwamba huyu imemfanyaje? Imemshinda, na akafika pale akachomoka na kukimbia. Kama abiria mlichukua jukumu gani baada ya kuona kwamba dereva yuko speed? Mlipaza sauti? Wakati tunamwambia punguza mwendo ndipo wakati ajali inatokea. Asante. Lakini pia tuna upotevu mkubwa sana wa mali za abiria waliokuwemo. Wakati watu wanajikiokoa kama gari linaweza likalipuka, kwa mabeji na vitu tumepotea. Hata mimi nimeenda vifaa vingi, mabeji yameenda pamoja na nguo zake na fedha. Kuna mkoti wangu niliusahau pale, umepita na hizo hela. Ombi lako sasa kwa jeshi la polisi kuhakikisha? Ombi langu kwa jeshi la polisi kwa namna hii, madereva wengi wajaribu kuwa makini kwa sababu ajali hizi zimesababishwa na madereva. Kwa sababu ni kujisahau. Kwa sababu gani? Wamedeka kwa sababu idara ya usalama haiwazingatii sheria. Kwa sababu angekuwa anazingatia wangeendesha kwa utaratibu ambao unaweza kutusaidia sisi. Wamebeba roho za watu, lakini anaendesha kama amebeba wanyama aina gani? Kwa sababu hata wanyama utaenda taratibu ili wafikishe salama. Kwa shida, changamoto kabisa ni uendeshaji wa mwendo kasi. Na pale unaona kabisa ni kona ambayo ni ngumu, hii kona ni ya esi. Kwa hiyo ilitakiwa angepunguza mwendo angepita. Kwa jina naitwa Ahmadi Haruna. Ni mkazi wa Tabora hapa mjini, nipo Babala Sikonge Road hapa mtaa wa Ng'ambu. Limetokea tukio tukuona ajali, kagongwa mtoto hapa maeneo yetu, wafundi mwenzetu. Huyo mtoto anaitwa Mu. Babake Siku, fundi beskeli, mkodisha beskeli. Ilikuwaje? Gari ilikuwa katika hali? Gari ilihama njia, ilikuwa inatokea mjini stendi, gari kafika ikahama njia. Hivyo hama njia ndo ghafla ikagonga paka ukuta wa nyumba hapo. Walikuwa watoto wanacheza, baadaye ndo gari kamvaga yule mtoto akafariki hapo hapo. Matukio yametokea mara kwa mara, ndio kwanza. Haya matukio ni mara kwa mara. Kwa hiyo tunachoomba serikali itokee mabamzi hapa. Hii ni kona kali sana. Kwa majina anaitwa Mudi Tambo Tengeneza. Sisi tunakuaga ndo wakazi na tunapenda kukaa sana hapa. Na kama dakika 20 zilizokuwa zimepita mimi nilikuwa nimekaa hapo. Kwa nikawa nimeondoka, nikamwambia Siku mimi naenda kununua machungwa hapo, ngoja niondoke. Nikawa nimeondoka, afika hapo shangaa kwa ajali imetokea kwa gari. Kurudi ninakuta watu wamejaa hapo, imeshatokea ajali. Sasa tulikuwa tunaomba serikali ingetuwekea bamsi hapo msikitini na hapo nataka pate bamsi, kwa sababu hapa madereva wanakuja mbio sana na mara kwa mara hizi ajali zinatokea, kwa sababu ilishadumbukia lori hapa la nani, malori yameshadumbukia zaidi ya mara 3 hapa yanadumbukia. Kwa maoni yetu tulikuwa tunaomba serikali hiyo kwa usalama, kwa sababu barabara ni finyo na watu wanakuja mbio, kwa ni hatari kwa raia, kwa maisha ya raia sana hapa. Gari iliacha njia ikaja kuwavaa watoto, walikuwa 3, mmoja wapo akafariki ambaye ni mtoto wa mpangaji mwenzetu tunapoishi. Inasemekana ni matukio ambayo yamekuwa yakirudia mara kwa mara. Mara kwa mara, alishakufa mmoja bodaboda, au ni wa pili. Ila hapa tunapaita machinjioni kwa sababu hii barabara ni mbaya, muda wote kuua ni kawaida. Ombi lenu sasa kwa serikali? Tunaomba tuwekee alama za kuvukia. Hizo alama zitasaidia hata gari inapokuja kwa kasi itapunguza. Ila hapa yani kwa siku kutokuua ni kawaida. Tunaomba serikali mtusaidie kwa hilo. Mimi maoni yangu au jambo ninaloweza kuliongea hivi sasa ni kuhusiana na hii barabara yetu, hususan kipande hichi cha kona ya Hassan Mwinyi na ya kuingia stendi. Wamekuwa wana kawaida madereva wa mabasi wanapokuwa wakitokea stendi au wakitokea hii njia ya Sikonge, wanakuwa wana kawaida sehemu hii ya kona wanakuja na spidi ya hatari sana, kiasi ambacho wanahatarisha maisha hata ya wale waliokuwa pembeni. Tumeshuhudia ajali nyingi sana sehemu hii, damu kumwagika, lakini zaidi ya hapo wanaweza kukukosa wewe, wakakukwangua pembeni ukaanguka msingini, wao hawajali.
na wala vitu kama hivi hata ukivizungumza hakuna mtu anakusikia. Sasa mimi ombi langu kubwa kwa sasa hivi, nilikuwa naomba eneo hili kama itakuwa imekosekana trafiki wakuja kusimama wakati wote kuangalia barabarani usalama wake, nilikuwa naomba basi watutengenezea hata bamzi zile kubwa kama tunazoziona pale sehemu ya Ipuli. Kuna mabamzi makubwa kiasi ambacho gari hata liwe spidi vipi hauwezi liona likipita kwa spidi. Hiyo mimi nadhani itakuwa ni sababu ya kupunguza ajali katika kona hii. Ila hii ni kona mbaya sana ndugu zangu, ni kona ambayo inahatarisha uhai wa watu wengi. Wewe angalia hii ajali ilipotokea, lau ingekuwa hakuna nyumba hapa basi ingegongwa nyumba ya pili, na lau wangekuwa watoto wengi kama tunavyozoea wanakuwa sehemu hiyo, basi ilikuwa leo hii inaondoa nafsi nyingi. Kweli ni jambo ndugu zangu, tunaomba serikali walisikie ili hichi kilio chetu, watuwekee bamzi. Kama itaonekana bamzi ina uzito, basi sehemu hii wajitahidi kutuwekea trafiki na wajitahidi kufuatilia hawa madereva wa magari ni spidi gani wanaondoka nazo. Wakati wa Magufuli tuliona ilikuwa kuna utembezi wa speed governor, lakini kwa sasa hivi hatuoni tena hivi vitu. Nadhani kuna uzembe fulani ambao unaendelea, ima kwa madereva au kwa watu wasimamizi wa magari, wajaribu kuwekea utaratibu madereva wao wanapokuwa mjini watembee na spidi kiasi gani. Ajali tu nilizozishuhudia hapa jana asubuhi, wakati nimeamka natoka msikitini, nimefika hapa kwa mama, hapo kwenye kona hapo kuna basi, sikumbuki ilikuwa ni basi gani, ila limetoka huku stendi linawahi hivi, likamparua mtu mmoja na abiria wake, yani bodaboda na abiria wake, wakaingia humu msingini. Bodaboda wakijua hichi nadhani walikuja wakaanza kuwainua. Mimi mwenyewe siku moja nilikuwa natoka masomoni, katika hali navuka barabara kuingia hapa nyumbani, niliona barabara shwari, lakini kitambo cha kukaribia kuvuka tayari nikaona basi limenikaribia. Kwa hiyo ni barabara ambayo imekuwa na matukio ya mara kwa mara, hususan kipande hichi unachokiona hapa kimeleta ajali leo hii. Kimekuwa kina matukio ya mara kwa mara, matukio ambayo yanasikitisha, matukio ambayo yanahuzunisha, matukio ambayo yanafanya watu leo hii unaona mkusanyiko mkubwa kama huu ni kwa sababu ya matukio ya mabasi na uendeshaji mbovu wa madereva. Wao wanachoamini wakifika kule kituoni wanalipa labda 10,000 kama tunavyosikia, ukiwa na leseni unalipa 10,000, wanaona ni sawa, lakini wanasahau hicho wanachokifanya ni uhai wa wanadamu. Kwa hiyo naomba serikali jambo hili waliangalie, tuwekewe bamzi kubwa kama za pale Ipuli. Kama haiwezekani bamzi, basi tuwekewe sehemu hizi za mjini pote trafiki wanaokuwa mara kwa mara wakitembea na kuangalia usalama wa raia wao.